Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Hapa nakuletea kwa undani kabisa umfahamu Mojtaba Khamenei, mtoto wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei, ambaye amechaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa taifa hilo mapema siku ya kuamkia leo hii. Mojtaba Khamenei ni mwanazuoni wa Kiislamu na mwanasiasa kutoka nchini Irani ambaye ametangazwa kuwa kiongozi mkuu wa tatu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran baada ya kuchaguliwa na baraza la wataalamu wa kidini linalojulikana kama Assembly of Experts. Nafasi ya Supreme Leader ndiyo yenye mamlaka makubwa zaidi katika mfumo wa utawala wa Iran, ikiwa juu hata ya rais wa nchi. Mojtaba Khamenei alizaliwa tarehe 8 Septemba mwaka 1969 katika mji wa Mashhad nchini Iran. Yeye ni mtoto wa pili wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei, ambaye aliongoza taifa hilo kwa zaidi ya miaka 30 na kuwa mmoja wa viongozi wenye ushawishi mkubwa katika historia ya kisiasa ya Iran. Kukulia katika familia yenye ushawishi mkubwa wa kisiasa na kidini kulimfanya Mojtaba kukutana mapema na masuala ya uongozi na siasa za nchi hiyo. Baada ya kumaliza elimu yake ya msingi na sekondari mjini Tehran, Mojtaba aliamua kufuata njia ya masomo ya kidini kama ilivyo kwa wanazuoni wengi wa madhehebu ya Shia nchini Iran. Alijiunga na seminari kubwa ya kidini katika mji wa Qom, ambayo ni moja ya vituo muhimu zaidi vya elimu ya Kiislamu duniani. Katika seminari hiyo alisoma sheria za Kiislamu, tafsiri ya Quran na falsafa ya Kiislamu chini ya wanazuoni wakubwa wa madhehebu ya Shia. Mafunzo haya yalimsaidia kujijenga kama mwanazuoni wa kidini na kumpa nafasi ya kufundisha wanafunzi wengine katika taasisi hiyo ya kidini. Katika miaka ya mwisho ya vita kati ya Iran na Iraki vilivyodumu kuanzia mwaka 1980 hadi mwaka 1988, Mojtaba alijiunga na Islamic Revolutionary Guard Corps maarufu kama IRGC. Jeshi hili ni moja ya taasisi zenye nguvu kubwa nchini Iran na lina jukumu kubwa la kulinda mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ulioundwa baada ya Iranian Revolutionary ya mwaka 1979. Ushiriki wake katika jeshi hilo ulimjengea uhusiano wa karibu na viongozi wa kijeshi ambao baadaye uliongeza ushawishi wake ndani ya siasa za nchi hiyo. Kwa miaka mingi, Mojtaba Khamenei hakuwahi kushika nafasi kubwa ya serikali hadharani, lakini alijulikana kuwa na ushawishi mkubwa nyuma ya pazia ndani ya mfumo wa uongozi wa Iran. Wachambuzi wengi wa siasa za Mashariki ya Kati wamekuwa wakisema kuwa Mojtaba alikuwa na jukumu muhimu katika baadhi ya maamuzi ya kisiasa yaliyokuwa yakifanywa katika ofisi ya baba yake. Pia alihusishwa na kuratibu mawasiliano kati ya viongozi wa kisiasa, taasisi za usalama na viongozi wa kidini nchini humo. Kwa sababu ya uhusiano wake wa karibu na jeshi la walinzi wa mapinduzi pamoja na taasisi nyingine za usalama, Mojtaba alionekana kuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa katika siasa za Iran hata kabla ya kutangazwa kuwa kiongozi mkuu. Hata hivyo, jina la Mojtaba Khamenei pia limewahi kuhusishwa na mijadala na ukosoaji kutoka kwa wapinzani wa serikali ya Iran. Baadhi ya wanaharakati na makundi ya upinzani waliwahi kumtuhumu kuhusika katika kukandamiza maandamano yaliyotokea baada ya uchaguzi wa rais wa Iran mwaka 2009. Aidha, mwaka 2019 serikali ya Marekani ilimweka Mojtaba Khamenei katika orodha ya vikwazo vya kiuchumi, ikidai kuwa alikuwa sehemu ya mtandao wa ushawishi uliokuwa karibu na baba yake katika uongozi wa Iran. Serikali ya Iran ilikataa madai hayo na kusema yalikuwa ni sehemu ya shinikizo la kisiasa kutoka nchi za Magharibi. Baada ya kifo cha Ali Khamenei, baraza la Assembly of Experts lilikutana katika kikao maalum na hatimaye kumchagua Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu mpya wa Iran. Nafasi ya kiongozi mkuu ina mamlaka makubwa sana katika nchi hiyo. Kiongozi huyo ndiye anayesimamia jeshi, taasisi za usalama, mahakama na sera kubwa za taifa. Pia ana ushawishi mkubwa katika maamuzi ya kisiasa na kidini nchini Iran. Kuchaguliwa kwa Mojtaba kumekuwa tukio kubwa katika historia ya Iran kwa sababu ni mara ya kwanza mtoto wa kiongozi mkuu aliyekuwa madarakani kuchukua nafasi ya baba yake tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Wakati baadhi ya watu wanaona kuwa hatua hiyo kama ishara ya mwendelezo wa mfumo wa utawala wa Iran, wengine wameibua mjadala kuhusu uwezekano wa kuonekana kama mfumo wa urithi wa kifamilia. Mojtaba Khamenei anaingia madarakani katika kipindi hiki kigumu sana kwa Iran.
Taifa hilo linakabiliwa na changamoto kadhaa zikiwemo shinikizo la kimataifa, vikwazo vya kiuchumi pamoja na mvutano wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Aidha, dunia inatazama kuona ni sera gani mpya atakazochukua katika masuala ya kidiplomasia, uchumi na usalama wa taifa. Uongozi wake unaweza kuwa na athari kubwa si tu kwa Iran bali pia kwa siasa za Mashariki ya Kati na uhusiano wa kimataifa kwa ujumla. Kwa sasa wengi wanamwangalia kwa karibu Mojtaba Khamenei ili kuona namna atakavyoiongoza Iran katika kipindi hiki kipya cha kisiasa na kihistoria, huku taifa hilo likiwa kwenye vita kwa hivi sasa.